Agano Jipya. Agano Jipya sio kitabu. Bwana asifiwe. Unaposema Agano Jipya sio kuanzia Mathayo kuendelea mpaka Ufunuo, hapana. Agano Jipya ni mageuzi mapya yaliyofanyika. Na haya mageuzi mapya yalifanyika wapi? Yalifanyika mbinguni. Haya mageuzi. Na wakati mageuzi haya yanafanyika mbinguni, amri 10 zile Musa alipeana na Mungu, zile mbao mbili zilikuwa na amri 10, si ndio? Mimi nataka nikulete sasa mpaka kwenye Agano Jipya ili tuelewane vizuri kwa dakika 10. Kwa juhudi za wanadamu zilikuwa amri 10. Kwa juhudi za wanadamu zilikafika mpaka 630. Bwana asifiwe. Wakati Yesu anakuja, alikuta amri tayari ziko, anazaliwa, anakuta tayari amri ziko ngapi? 630. Bwana asifiwe. Lakini kipindi chote hicho, mchakato huo, wakati mbinguni inatengenezwa maandalizi ya hili Agano Jipya, duniani kulikuwa na ukimya. Na huu ukimya ulienda sana, karibia miaka 430 kama hivi sikosei. Kilikuwa ni kipindi hiki cha miaka 430 duniani kilikuwa cha ukimya kabisa. Hakuna kinachoendelea. Lakini mbinguni mchakato unafanyika wa kutengeneza Agano Jipya la ukombozi wa mwanadamu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Kipindi hicho duniani kilikuwa kipindi cha ukimya. Na kipindi hicho ukimya huo, mchakato unaendelea. Hebu tufungue kitabu cha Warumi sura 8. Aliyefika hapo nisomee. Warumi sura 8. Dakika ni 10 tu nimepeao. Warumi watatu. Warumi sura ya 8 mstari wa 3. Inasemaje? Nasema maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanaye mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Wakati mchakato unaendelea mbinguni, lengo lake ni ukombozi wa mwanadamu. Maana yake inazungumza habari ya Agano Jipya. Bwana asifiwe. Wakati Musa anaendelea na mambo yake kwa habari ya kuja na mbao, baada ya kuja na mbao, lakini bado haikutoshea kumkomboa mwanadamu. Bwana asifiwe. Haikutosha mwanadamu ukombozi wake. Pamoja na hizo amri, mstari hii wa 3 Warumi inapozungumza, sheria hizi za Musa hazikuweza kumsaidia. Nimekutoa kwenye hiyo miaka nimekwenda kwa Musa. Huyu Musa mchakato wake ilikuwa ni ukombozi wa mwanadamu. Bwana asifiwe. Lakini pamoja na ukombozi wa mwanadamu haikutosha. Mungu akasema hapana, pamoja na hii haiwezi kawasaidia. Hizi amri haziwezi kuwasaidia kwa sababu yako mapito mengi walipitia hawa watu miaka hiyo. Bwana asifiwe. Pamoja na kupitia mapito hayo, bado Mungu anaupenda ulimwengu. Bwana asifiwe. Kwa sababu anaupenda ulimwengu, ndio akaona sasa kama sheria haitoshani kwa mwanadamu, nini kinatoshana? Bwana asifiwe. Akaona kitu ambacho kinatoshana ni yeye peke yake kuja duniani. Haleluya. Ni yeye peke yake kuja duniani. Maana yake sadaka hizi ambazo Musa alikuwa anaambiana watu kutoa hazikutosha. Ndio maana nakwambia Agano Jipya sio kitabu. Agano Jipya ni mchakato wa kumpata mwanadamu. Na mchakato huu ulipatikana wapi? Baada ya kuona sheria hazimtoshi mwanadamu, kwamba ndio thamani ya ukombozi haikutosha. Ebrania sura 6. Soma hapa. 6:20. Na mwingine afungue Ebrania hiyo 7:26. Hii tukimeza asome mwingine. Ebrania 6:20. Inasemaje? Alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, amekuwa kuhani mkuu hata milele. Amekuwa kuhani mkuu hata milele. Nini kilichomfanya kuwe kuhani mkuu? Baada ya kukubali kujitoa dunia. Na katisha story kwa sababu kuna story ndefu. Na katisha story. Kwa nini amekuwa kuhani mkuu? Hakuwa kuhani mkuu mpaka alipokubali kujitoa duniani kuja.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Aliamua kwanza kuweka ukuhani wake mkuu pembeni ili amtafute mwanadamu, halafu aje arudie ukuhani wake mkuu. Si unanielewa vizuri? Bwana asifiwe. Alifika hapo 7:26. Ebrania 7:26. Ebrania 7:26. Inasemaje? Inasema hivi: maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu. Ilitupasa tuwe na kuhani mkuu. Kwa sababu gani? Sheria haikuweza kututosha sisi. Ilibidi kuhani mkuu akuje duniani kwa ajili yetu sisi. Kwa sababu ile tulikuwa tunatoa habari ya sadaka ya mnyama kuelekeza dhambi haikutosha. Ikabidi kuhani mkuu akuje sasa mwenyewe ili kumkomboa mwanadamu ambaye ni mimi na wewe. Sema amina. Haleluya. Endelea 27. Mstari wa 27 unasema ambaye hana haja kila siku mfano wa wale makuhani wakuu waingie kwanza dhabihu kwa ajili ya dhambi. Waingie kwanza, ndio ilikuwa zamani. Unakuja na dhambi yako, mimi kuhani mkuu, unakuja na sadaka yako. Kwanza mimi kuhani kama kuhani na sadaka yangu ya kujitakasa, ili ndio niingie patakatifu. Halafu na wewe ambao umekuja kujitakasa unakuja na mwanakondoo wako. Kwa hiyo na maana hiyo ilikuwa ni adhabu. Kama mchungaji mimi niingie na sadaka na wewe mshirika uingie na mbuzi, maana yake hapa ndani utakuwa sasa pale mavi ya mbuzi, kuna mavi ya mbuzi ya mchungaji, mavi ya mbuzi ya mshirika. Natoa kwanza mimi nikiwa safi, ili sasa niwe na kibali cha wewe kuipokea sadaka yako. Na mimi sasa sadaka yangu ikataliwa kwa Mungu, maana yake siku ibada hamna. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maana yake ikamlazimu Mungu kuhani mkuu akuje kwa ajili ya ukombozi. Ndio maana tunazungumza habari ya Agano Jipya. Haleluya. Ukizungumza maana yake unamzungumzia kuhani mkuu ambaye ni Kristo. Ndio nakwenda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sheria haikukamilisha jambo lolote. Sheria ya Musa haikukamilisha jambo lolote kwa bali ukombozi wa mwanadamu. Kwa bali ukombozi wangu haikukamilisha. Ukombozi wangu, ukombozi wako, sheria haikukamilisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ule udhaifu wa sheria ilipelekea Mungu afunue faili lingine. Ule udhaifu wa sheria ulipelekea Mungu awaze tena jambo lingine, kwamba kama haijatoshana kwa mwanadamu, nafungua faili lingine kwa sababu ninampenda mwanadamu. Haleluya. 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 Ilipelekea Mungu afungue faili lingine. Ibrania 8 sura 8 mstari wa kwanza. Soma hapo. Ibrania 8 mstari wa kwanza. 8 mstari wa kwanza. 8 mstari wa kwanza. Sawa. 8 mstari wa kwanza. Anasema basi katika hayo tunayosema neno lililo kuu ndilo hili: tunaye kuhani mkuu wa namna hii. Kuhani mkuu wa namna Yesu Kristo. 8:7 mstari wa 7. 8:7 inasema maana kama lile la kwanza lingelikuwa halina upungufu. Agano la kwanza la Musa lingelikuwa halina upungufu. Nafasi isingelitafuta. Lingekuwa kwamba limenitoshea mimi Elia kunikomboa na kimo changu hiki, lingetoshea. Lisingetengenezwa agano jingine. Leo tunazungumza agano lilotengenezwa ambalo lilionekana lile la kwanza mimi alinitoshei kunikomboa. Haleluya. Ndio maana Mungu akatengeneza agano jingine, ndio agano la Yesu Kristo kwenye dunia. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Ile Warumi inamalizia. Warumi sura ya 10 mstari wa 4 inasema Kristo ndio mwisho wa sheria. Fungua hapo. Warumi 10. Warumi 10 mstari wa kwanza, mstari wa 4. Mstari wa 4 unasema maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Haiwezekani damu ya mafahali kuondoa nini? Mungu aibariki Tanzania, Mungu aibariki GFC.